Ndoto inakufanya uongee mambo ambayo mwingine hawezi kuyaelewa, kwa sababu ni kama umevaa headphone, wewe unacheza muziki ambao mimi siusikii, mtaona wewe umechanganyikiwa, lakini wewe peke yako unasikia muziki wako. Ndoto yako ndio muziki ambao unatakiwa ucheze, na usiamini mtu mwingine yote anaweza kuambia kitu tofauti. Jambo la pili naopenda kuachia kwa wenzangu, kuwa na nidhamu. Kuwa na nidhamu. Jenga nidhamu. Na kuna maeneo yafuatayo unatakiwa ujenge nidhamu. Kwanza, jenga nidhamu ya muda. Muda ndio rasilimali pekee huwezi kuirudisha na kupotea katika maisha yako. Na sisi wanadamu tuna kipindi cha miaka 0 mpaka 25, huwa tunaita kipindi cha asubuhi. 26 pale ukienda mpaka 49 kinaitwa kipindi cha mchana. Ukianza 50 kuelekea mpaka 75 kinaitwa kipindi cha jioni. Baada hapo ni kipindi cha usiku. Kuna mambo ukichelewa kuyafanya kipindi cha asubuhi, utatumia gharama kubwa kuyafanya baadaye, au utashindwa kabisa kuyafanya. Mambo unayotakiwa kuyawekeza sasa hivi usichelewe. Ndio maana wazee wengi kukutana nao hawajilaumu kwa mambo walioyafanya, wanajilaumu zaidi kwa mambo ambayo hawakuyafanya, kwa fursa ambazo hawakuzichukua, kwa vitu ambavyo hawakuvifanya, kwa fikra zilizokuwa hasi katika maisha yao. Na wewe jenga nidhamu ya kutumia muda wako vizuri. Muda ulionao sio mrefu kama unavyofikiri. Muda wetu wa kuwa na nguvu za kufanya kazi ni mchache sana. Kama wewe leo una miaka 25, una miaka 20, maana tunazungumzia miaka 20 ijayo, miaka 25 ijayo, unaanza kudecline. Usipotumia muda wako vizuri sasa hivi, utakuja kuwa mzee mwenye hasira, unayechukia watu wanaofanikiwa. Unajua kukutana na watu ambao ukicheka kumwangalia wanachekesha tu. Ukitembea mwangalia anapotembea anajiona wa maana. Ni hasira zinazotokana na watu kutofanikiwa na kutimiza ndoto zao. Sasa wewe tayari usiwe mzee wa hasira, hakikisha unatumia muda wako vizuri. Wekeza kwenye muda wako. Achana na watu ambao kila siku wana maneno hasi. Kila kiamka asubuhi, hii serikali, huyu rais, huyu mbunge, huyu mkuu wa wilaya. Mwingine nilikutana mtu siku moja na miaka 42, anakuja ananiambia wakati tunafundisha hivi. Anakuja ananiambia, "Bwana Mungu nisaidie, mimi nimeshindwa kufanikiwa kwenye maisha yangu." Kwa nini? Akasema, "Unajua wazazi wangu mimi kwa kweli hawajanitunza vizuri. Mimi mpaka leo ni yatima." Miaka 42 unajiita yatima? Miaka 42. Maisha hayana tabia ya kuwafanikisha watu kwa kuonea huruma. Maisha yanakufanikisha kwa kufuata kanuni ambazo zipo, unatakiwa uzifuate.